Na assalamu alaykum, naitwa Sabrina Jabiri kutoka Tanga. Nauliza, Waislamu kupiga picha ni dhambi? Na kama ni dhambi, imeandikwa kwenye aya gani? Alhamdulillah, kupiga picha inatofautiana umepiga picha gani. Kama piga picha watu uchi, watu hivi, kitu aina maana ni haram. Lakini picha ya tunasi kama katika hii channel hii ni picha na picha iko ya photograph na picha ya kamera picha. Lakini hadithi Mtume sallam ilikuwa amekataza picha au picha ilikuwa picha ya kuchonga au kuchora. Mtume anasema sallam yoyote anatengeneza picha au picha, siku kiyama anamwambia uweke roho. Ba mtu kutengeneza kuchora au kuchonga lazima atengeneze pua, tengeneze macho. Hii ambaye amekataza hadithi Mtume sallam, na Mtume anasema watu wanapata adhabu kali siku kiyama hao watu almusawirun. Sasa almusawirun wengine, siku moja nimeshangaa yuko mtu anatafsiri hadithi Aisha hii. Mtume anasema watu wanapata adhabu kali siku kiyama, katika miongoni hao watu almusawirun. Bila kusema almusawirun akasema watu kupiga picha. Wengine hadithi hii bila watu wengine wanatafsiri kama wanataka wao au wanakuletea hadithi kama umeelewa wao. Shida haina shida katika hadithi ipo. Ndio. Lakini hal mtume anakusudia kupiga picha wakati mtume yuko mtu anapiga picha? Wakati mtume watu yuko mtu anachonga au anachora sanamu. Sio hivi. Na Allah katika sura Al-Imran Sheikh Bakr anasema mwanzo sura Al-Imran huwa alladhi yusawirukum fil arham kayfa yasha. Ndio. Inaomba kijana mmoja tafsiri. Mungu yeye anakupigani picha ndani ya tumbo la mama zenu. Hapana. Mungu apige picha, Mungu anaumba yakhluq. Ndio. Sasa musawir hapa anakusudia huyu anatengeneza. Wale watu wanaangalia picha yako au mimi katika ile TV. Ni sura yetu hakika kama Mungu ameumba sisi. Sio mtu kutengeneza kwa ekti. Na Mtume anasema hadithi msh hadithi alladhina yudahiuna khalqa Allah. Watakuwa ekti kama Mungu. Na Mungu yeye anaumba na kutengeneza mtu. Tuma mako anakutengeneza pua na yeye anatengeneza hivi. Ndio. Sasa kazi yake na katika jina Allah anaitwa al-musawwir. Haya tafsiri al-musawwir biga picha. Haudi bila Mungu abigi picha. Allah yakhluq. Sasa ile hadithi Mtume sallam picha amekataa. Sio picha ambayo leo tunayo sisi. Picha ambayo kuchonga kuchora. Hii lazima watu waelewe. Lakini picha nyingine ni mtu anapiga picha aina gani? Na bora mtu kama sio ofisi wake picha aweke ndani kama za kumbukumbu. Hatukatai, lakini usiweke nyumba unasari nini, inaleta tashwishi kwa watu. Mtume sallam hadithi Aisha kaona Aisha ameweka bazia ina picha ya ndege. Mtume akasema ana tashwishi katika sala zangu hii. Aisha sema nimekata mtengeneza mto. Okay. Sasa anakuuliza Sheikh Bakr samani picha ambayo ukazama ya Aisha yuko katika bazia ya Mtume sallam mbele yake alikuwa anasali. Yuko ni picha aina gani? Umechora hii katika uzi. Wengine ipo kwa hivi. Sasa hii ilikuwa ina mwili. Maana mtu anasema mtoe kakata katengeneza. Na wengine nasema kama picha iko chini mtu anakanyaga, sio picha ambayo imetukuza. Tena kafiri zamani picha hii ilikuwa wanatukuza wanaabudu. Kama bado wa watu wa India si hivyo Hindus wanaabudu picha, wanaweka maua, wanafanya hivi. Au watu wengine wa Kristo kama ipo. Sasa muhimu sisi nimekatalia sisi picha hii ambayo ipo, ambayo sio picha ile ambayo mtu amekataza. Pamoja na hivi kama unamtukuza, unamwabudu kama wao, itakuwa haram. Tumeelewa vizuri? Lakini picha nyingine ambaye picha ya maslaha mtu anaona picha ya Kaaba, anaona watu Kaaba wanasali, wana mambo khairi, TV na picha. Na hata TV hii Sheikh unajua kuliko mimi, TV hii ambayo ni picha ambayo inaenda haraka. Hata iko movie mingi. Ni picha sasa kama unaangalia unaona picha. Yaani kweli. Lakini inatembea haraka. Ni picha tu. Sasa ina faida, watu wanafaidika. Sawa. Lakini picha kitu watu wauchi, watu haramu, kitu ambaye ni Mungu haridhiki, pombe nini, mtu asipige picha hii wala haileti faida. Naam. Sawa. Shukrani.